zote kwa ujumla. Mbili ya uchochezi na Global mbona mlikuwa? Huyu alikuwa. Sawa. Hii Global sio ndio alitoa. Tushafanya sana. Weka hiyo moja hiyo. Sawa. Leo zilikuwa zinakuja kesi mbili. Moja kesi ya uhaini, nyingine kesi ya kutoa taarifa ambazo sio za kweli. Kwenye kesi ya uhaini wamesema kwamba upelelezi bado haujakamilika, lakini sisi tukasisitiza kwamba upelelezi lazima ukamilike. Mahakama ikatoa amri mbili. Amri ya kwanza ikasema kwamba kesi itakuja tarehe 2 mwezi wa 6, lakini pia upande wa serikali wahakikisha wanakamilisha upelelezi tarehe hiyo na kutoa taarifa wamefikia wapi kwenye hatua ya upelelezi kesi ya uhaini. Lakini pia mahakama ikasema kesi haitasikilizwa tena kwa njia ya mtandao, itasikilizwa kwa njia ya kawaida. Kwenye kesi ya kuhusiana na kutoa taarifa za uongo, kesi hiyo inakuja pia leo kwa ajili ya kusikiliza hoja za awali. Kwa hiyo hoja za awali zimesomwa na maelezo ya awali yamesomwa na Mheshimiwa Lissu amekubali kuhusu taarifa zake binafsi yeye na anapokaa na shughuli zake, na anakubali kwamba alikamatwa na ameshtakiwa makosa 3. Lakini taarifa zingine kuhusiana kwamba ametoa taarifa ambazo sio za kweli amekataa. Amesema taarifa hizo zizungumza vitu alivyovisema katika makosa yote 3 anasema ni ya kweli. Kwa hiyo ni jukumu sasa la upande wa serikali kuja kutoa ushahidi kusema kwamba ni za kweli au sio za kweli. Lakini mahakama imetoa amri kadhaa kwenye hiyo kesi ya kutoa taarifa za uongo. Kwanza kesi na yenyewe itakuja tarehe 2 mwezi wa 6 kwa ajili ya kuanza kusikilizwa, mashahidi waletwe, lakini pia imetoa amri kwamba upande wa utetezi wapewe maelezo ya mlalamikaji. Kama kuna mtu anaenda kulalamika polisi, yale maelezo yale tupewe sisi upande wa utetezi. Kwa hiyo hizo ndo amri ambazo mahakama imezitoa. Mara ya mwisho kabisa tarehe 28 kesi kali kesi ya uhaini kielelezo mahakama inahitaji leo kimsingi upande wa serikali wamekuja kusema kwamba kuna mambo hawajakamilisha, lakini hawajasema ni mambo yapi, na sisi hatujakubaliana hiyo hoja zao. Lakini kwa sababu mwisho wa siku mahakama ndio inatoa uamuzi, mahakama imezidi kusisitiza kwamba kamilisheni huo upelelezi ili tusiwe tunakuja kuahirisha kila siku ili shauri. Kwa hiyo imewaelekeza upande wa jamhuri wahakikisha kwamba tarehe inayokuja waje watoe taarifa kamili. No, sisi tutazidi kuisisitiza mahakama kwamba isimamie maamuzi yake, kwamba haiwezekani kuna mtu yuko juu ya sheria, mahakama itoa amri afu mtu anadharau. Kwa hiyo tutaiambia mahakama ione kwamba inadharauliwa inapotoa amri zake. Hayo ndio mambo ambayo tutayafanya. Hapo tofauti na mara zingine ambazo tulikuwa tukija hapa kwenye kesi hii. Leo tunaona kidogo watu wameingia kwa wingi na nini, hamna ikashikasha kama zingine. Hii ni hatua moja hapo. Tumeona kwamba kuna baadhi ya watu wameruhusiwa kuingia, wengine wameshindwa kuingia kwa sababu ya namba ya watu, idadi kubwa ya watu waliokuja. Tunaelewa kwamba chumba hakitoshi, lakini tunaisisitiza mahakama kwamba ijaribu kuweka miundombinu ya kuhakikisha kwamba watu wote wanafika. Weka speaker hapa, weka TV hapa, ambaye anataka akae hapa nje hata kama atapigwa na jua, lakini anasikiliza kesi yake. Yes, anataka kusikiliza na ndani ya kutosha. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo tunafikiri mahakama itakayochukua hatua kuweka vitu vya namna hiyo, lakini kwa uamuzi ule wa kuruhusu kwamba watu waje wasikilize shauri ni uamuzi mzuri, kwa sababu mahakama ni wazi. Kama kuna haki ionekane ikitendeka. Kimsingi tumesikitika sana kwa sababu kuona kwamba waziri wa katiba na sheria wa zamani wa Kenya anazuiliwa kuingia Tanzania, wanasheria kutoka East African Law Society wanazuiliwa kuingia Tanzania, jaji mkuu wa zamani wa Kenya Willy Mutunga alimezuiliwa kuja Tanzania. Achana huyu CJ Malaga ambaye amefanikiwa kuingia, lakini mwingine alizuiliwa kuja Tanzania na wamerudishwa kwao. Kwa hiyo sisi tunaona sio alama nzuri sana kwenye demokrasia, especially kwa nchi za Afrika Mashariki, kuona tunafanya jambo kama hilo, kwa sababu international observers kusimama kuangalia ni jambo la kawaida na jambo la kisheria, lakini tunasikitika zaidi kwa sababu hakuna sababu ya msingi ya kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna sababu kila mtu angeelewa, kama ni swala la usalama, kama ni nini, kama ameleta fujo, kama amekataa kutoa utambulisho, unaelewa, lakini hamna sababu ya msingi. Kwa labda mkihoji polisi watawaambia kwa nini wamewazuia na kuwarudisha kwao, lakini so far hatujiona sababu ya msingi. Kwa hiyo tunaona sio ishara nzuri kwenye nchi yetu. Mimi naitwa Jebla Kambole, ni miongoni mwa wakili wa utetezi. Asante. Asante sana. Ni aibu na inaichafua serikali ya Tanzania sana. Unaona mambo yanavyoendelea, unafahamu kwamba kuna wageni wengi walikuwa wamekuja
kwa ajili ya mashtaka haya, lakini wengi wamezuiwa. Unaona mwanaharakati Boniface Mwangu kwa mfano amezuiwa, amefuatwa hotelini Serena Hotel 8 usiku, na ile ni 5 stars hotel. Unaona Jaji Mutungi, huyo ni former Chief Justice wa Kenya, amezuiwa. Martha Karua amezuiwa. Ni kesi sasa ambayo sio tu kwamba inaharibu taswira ya ndani ya nchi na kuchonganisha serikali na wananchi, lakini vile vile inavuka mipaka ya nchi na inafanya nchi inakuwa kwenye ramani mbaya sana katika uso wa demokrasia na utawala bora. Kwa hiyo mimi wito wangu na rai yangu, hizi kesi za kisiasa, umesikia mashtaka kwa mfano hii kesi ya pili ni mashtaka ya ajabu kabisa, mashtaka ya kisiasa kabisa ambayo nafikiri hata upande wa mashtaka hawataweza kuyadefend. Kwa mimi nina rai yangu ni kwamba serikali iondoe aibu mahakamani na anayeshtakiwa yuko imara sana na sisi tuko imara sana kwamba hatutabendi kabisa kwenye masuala ya uongo ama masuala ya kupigania haki katika nchi hii kwa sababu ya vitisho vya mahakama ama vitisho vya kukamatwa na polisi na kubambikiwa kesi. Kwa ni rai yangu. Vile vile kesi ya pili inahusika na swala la kusema kwamba alichapisha taarifa ambazo si sahihi mtandaoni ambazo zinasema maneno mbalimbali kuhusiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kesi ya kwanza ilikuja chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga wa hapa mahakama ya Dar es Salaam, mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam. Mambo ambayo yajitokeza ni kwamba leo kwa mara ya kwanza hii kesi mara ya pili mshtakiwa Tundu Antipas Lissu amekuwa mbele ya mahakama ya wazi. Mara ya kwanza ilikuwa mahakama ya wazi siku ile tarehe 10 ambapo alikuwa ameshtakiwa tarehe 10 ya mwezi wa 4. Baada hapo ikatokea sintofahamu ya kuzuia watu kutokuja mahakamani, lakini leo kesi hii imesikilizwa katika mahakama ya wazi, bali kwamba kulikuwa na changamoto nyingi sana za kuweza kupata watu wengi kuweza kuingia mahakamani, lakini idadi ambayo ilijaza ukumbi mahakama ulijaa iliweza kushiriki. Sasa katika kesi hiyo kwamba upande wa serikali umesema kwamba unaendelea na upelelezi, bado upelelezi haujakamilika, hoja ambayo ilipingwa vikali sana na mawakili wa upande wa mshtakiwa. Na hapo kumbuke ni kesi ya uchunguzi wa awali kwa sababu mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi. Lakini hoja ya pili kwa ni kwamba ambayo ililetwa na mahakimu wa utetezi, mawakili wa utetezi, ni kwamba ile mshtakiwa kwa amezungukwa na maaskari. Mawakili wa utetezi tulipinga kwa nguvu zote kwamba anatakiwa, kuna ile dhana ya kwamba mtu anapoletwa mahakamani anatakiwa achukuliwe kama mtu alikuwa na hatia, na mwisho wa siku hakimu amekubaliana na sisi kwamba hatakiwi anakuwa kizimbani kuwa amezungukwa na maaskari. Kwa hiyo angalau kujenga heshima ya mahakama, lakini amesema maagizo ya serikali au askari kufanya upelelezi namna gani wanaweza kuhakikisha usalama au kanuni gani zitaweza kuwaongoza kuhakikisha usalama unakuwepo, bali kwamba hata pale mshtakiwa anapokuwa yuko kizimbani. Kesi ya pili, kwa hiyo kesi hiyo baada ya hapo ikawa imeahirishwa hadi tarehe jaji hakimu akatoa agizo kwamba siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 6 upande wa mashtaka uje na maelezo sahihi ya kueleza mahakama upelelezi umefikia wapi. Kwa hiyo tuko hapo, lakini baada ya hapo hakimu alituruhusu kuweza kukutana na mteja wetu kwa nusu saa kwa sababu ni vigumu sana kwenda kule gerezani Ukonga na kuweza kukutana naye. Kwa hiyo tulipata nafasi ya kuweza kukutana na mteja wetu. Ilikuwa ni changamoto kuweza kuwaweka askari wa magereza watu wachie ile faragha ambayo tunahitaji kama mawakili na washtakiwa. Mshtakiwa anatakiwa kuwa nayo. Baada ya hapo kesi ya pili kaitwa ya kuchapisha taarifa za uongo. Basi ikawa kesi na imesikizwa mbele ya hakimu mfawidhi Muhini, na yenyewe ni kwamba upande leo mshtakiwa amefanikiwa kusomewa maelezo ya awali. Amekubaliana tuna vitu viwili, swala kuhusiana na majina yake na ni mkazi wa wapi, na kwamba alishikwa akaletwa kwamba kuna siku alishikwa akaja mahakamani na kwamba anashtakiwa kwa makosa matatu ya uchapishaji wa habari za uongo, lakini hoja nyingine 8 mshtakiwa amezikataa. Kwa hiyo kuna hoja mshtakiwa amesaini na mawakili wake tumesaini maelezo kwamba kuna mambo ambayo yanakubalika ni mawili katika yale 10, kwa hiyo mambo 8 yanabishaniwa. Upande wa mashtaka umesema kwamba utakuwa na mashahidi wasipungua 15, lakini wataangalia uzito wa mashahidi hao. Lakini upande wa utetezi tukadai kwamba tupewe ile taarifa ya yule mlalamikaji ambaye alikwenda kulalamika kule polisi, ambaye tumeeleza kwamba kuna mtu alikuwa anapitia kwenye mitandao akaona hizo taarifa ambazo zimechapishwa na Jambo TV na kwenye YouTube. Basi hakimu ameamrisha kwamba tupewe upande wa mshtakiwa apewe hiyo maelezo ya yule mlalamikaji. Kwa hiyo tunategemea upande wa mashtaka watatupatia hiyo taarifa mapema ili kuweza kutusaidia kuweza kujiandaa.
na mwisho wa siku hakimu, upande wa utetezi kwa upande wetu tumesema kwamba tutatoa orodha ya mashahidi wetu na namna na nyaraka tutakazozitumia pindi pale baada ya upelelezi upande wa mashtaka utakapomaliza kesi yake, na kama tuonekana mshtakiwa na kesi ya kujibu, basi tutaweza kueleza mahakama tuna mashahidi wangapi na vielelezo vipi ambavyo tutavitumia, vielelezo vingapi ambavyo tutavitumia. Kwa hiyo baada ya hapo hakimu ameahirisha shauri hili mpaka vile tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Nadhani itakuwa ni muda wa saa 3 asubuhi. Asante. We are with the Lord Chief Justice Emeritus from the Republic of Kenya, the Honorable David Maraga. Before he speaks to the press and to ask any questions, I would like to invite the Secretary General of Chadema to speak. Please. Ndugu wanahabari, nashukuru. Kesi hii ya Mheshimiwa Lissu ni kesi ambayo ina macho ya wapenda haki katika sio Tanzania, jumuiya yote ya Afrika Mashariki na duniani. Wamekuja hapa kwa sababu sisi sote tunaamini kwamba hii kesi ni kesi ya kubambikizwa, ni kesi ya uhaini ambayo haikustahili kuwa mahakamani. Tunafahamu kwamba wako wengine ambao wangekuepo hapa vile vile, lakini serikali dhalimu imewazuia kuingia Tanzania, kama jaji mwingine mstaafu mkuu wa Kenya, Jaji Mutunga. Lakini hapa tunaye jaji mkuu mstaafu, Jaji Maraga, atasema sababu ya uwepo wake hapa kama observer. Lakini sisi kama chama tunawashukuru watu wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na watu wote ambao wamekuja kujumuika na sisi hapa mahakamani. Jaji Maraga, karibu. You're welcome. Asante. We have come here to stand in solidarity with the accused person. This is because we are very concerned about the shrinking democratic space in the East African region. We have seen that in Uganda, we have seen it here in Tanzania, and even in Kenya. In one way or the other, we are seeing it coming with the kidnapping of even young people. We are very, very concerned about that. And you know what happens in one of these countries affects what happens in other countries. So we are all very, very keen, or those who are interested or are keen about democracy in our countries are very, very concerned. That's why we just came to stand in solidarity and see how the proceedings are going on. Thank you very much. So that in the news yesterday and even this morning as we came, even actually before we left Nairobi, and we were sad that that can happen. Let observers come. Let observers come. They are not going to obstruct the proceedings. Let observers come and see what is going on. Tanzania is not a closed society. It's open to the world, and in our view, it is in the interest of everybody that the world knows what is happening here. You need investors. Investors need to come here when they know that there is freedom of expression, there is freedom of, the human rights are respected. That's all I can say. Yes. Yes. What this indicates to East Africa is that we are regressing. We are going back. We have come very far. We have come very far. Like in Kenya, we have come very far. When we see this kind of trends, they are extremely worrying. They are extremely worrying. Thank you. Thank you very much. Have a good afternoon.